Habari za leo. Mgogoro wa Kongo wataumaliza wana Kongo, Wakongomani, wazalendo, wananchi wa nchi ya Kongo. Na unaweza ukaona tu kwa haraka haraka kwamba hamasa walio nayo wananchi ni hamasa kubwa ambayo inazidi kwa viwango vikubwa waliokuwa wamekuja mle katika hilo taifa kwa nia ya kuwasaidia. Yaani watu wanatoka katika mataifa mbalimbali, toka Tanzania kwenda huko ili kuwasaidia. Lakini kumbuka hawana uchungu sana kuliko mzawa, kuliko mwananchi. Kwa mimi naamini kwamba wananchi, yani wazawa, wazalendo, hawa uwezekano wa kumaliza tatizo hili ni mkubwa. Kwa sababu anapambania nchi yake, anapambania haki zake. Sasa wengine wanakwenda kule kimaslahi, kimshahara. Kitokea asilipwe vizuri, basi anavuta miguu. Kitokea wasipate posho na wasile vizuri, wasitunzwe vizuri, wanavuta miguu kurudi nyuma. Lakini mtu ambaye ni mzawa, alipwe, asilipwe, pengine ale asile, apungukiwe asipungukiwe, anapambania nchi yake, taifa lake, akijua faida ni kwake, lakini pia hata kwa vizazi vijavyo vya kwake. Kwa hiyo hili linanipa imani kwamba huu mgogoro wataumaliza wazalendo, kwa maana ya wananchi, wahusika wenyewe. Na nipende kuwapa pongezi vijana wadogo ambao kwa kweli wanaonyesha kuwa na moyo, nia kubwa, nia ya ndani ya kuitafuta nchi yao, kuipambania nchi yao. Kuipambania nchi yao. Kama kweli Bukavu wameizingira namna hiyo, kama kweli wameweza kuwatimua maadui zao, na inaonekana wanasonga mbele kwa kasi kubwa sana. Mimi ninachokijua kama mtumishi wa Mungu, nguvu ya Mungu iko ndani mwao pia. Unajua Mungu wetu ni Mungu wa haki. Mungu ni Mungu wa haki. Haki kisha onekana iko upande fulani, Mungu lazima atakutetea. Mungu lazima atakutetea. Kwa hiyo inawezekana si kwa nguvu zao, sio kwa uweza wao, sio kwa silaha walizonazo labda hivi na hivi, sio kwa wingi wao hivi na hivi, lakini ile nguvu ya Mungu ndani mwao inawasukuma. Nguvu ya Mungu ndani mwao inawasukuma kwa kasi. Lile wingu la kimungu, tukufu wa Mungu. Juzi nitoa mfano kuhusiana na mtu mmoja kwenye maandiko, kwa anaitwa Samson. Samson bwana, sio kwamba alikuwa na nguvu nyingi kuliko watu wengine. Alikuwa na nguvu ndio, lakini yeye alikuwa na extra power from above. Yaani alikuwa na nguvu za ziada kutoka juu. Naona alikuwa na nguvu za ziada kutoka juu. Huyo ni Samson.
Na ndio maana aliweza kushindana na watu maelfu peke yake, au akiwa na watu wachache tu, akashindana na watu maelfu na akaweza kuwashinda. Alipokuwa anajisahau, kutokea nyakati fulani akajisahau hivi, basi alikuwa anaweza kupigwa, kurudishwa nyuma. Jisahau ninakosema namaanisha kwamba alipokuwa anajisahau, kumkaribia Mungu, kumsogelea Mungu, kumwamini Mungu, kuongea na Mungu wake, alikuwa anapigwa, anasogezwa nyuma vibaya sana. Lakini alipokuwa anakumbuka kwamba hapa nimejisahau, akarudi magotini, alikuwa anapata nguvu zaidi ya majeshi waliokuwa kinyume chake. Anawapiga na wasambaratisha na warudisha nyuma kwa kasi kubwa sana. Kwa hiyo ni sawa na hawa vijana ambao nasema wazalendo, hawa wanaojiita wazalendo. Unaona kwamba asilimia kubwa ya mtaji wao kuna nguvu ya Mungu nyuma. Ndio maana hata juzi jana nimesema kwamba huyu bwana Yakutumba, General Yakutumba, ni mtu wa kawaida, lakini kuna extra power. Ana kibali cha Bwana, ana nguvu ya kimungu. Yaani Mungu anaamua mtu kumweka tayari hivyo. Mungu anaamua mtu kumweka tayari hivyo, kumwandaa hivyo, ili aweze kuliongoza taifa, aweze kuliongoza jeshi kwa ajili ya kupatia taifa ushindi. Ninaamini kwamba kwa muda ambao sio mwingi, bila shaka hawa vijana wataletea taifa la Kongo ushindi. Hawa wazalendo, hawa wananchi wa Kongo wanaoungana, kwa muda ambao sio mwingi wataletea taifa la Kongo ushindi. Tunaposema ushindi ni uhuru kwa ajili ya wana Kongo wote, Wakongomani wote, ni uhuru kwa ajili ya Wakongomani wote. Kama kweli kasi hii itaendelea kuwepo, kama hawatajisahau, naona ndio inawezekana pia maongezi, vikao vikafanyika na siku kule Angola, kwenda kuzungumza na namna hiyo. Mazungumzo yanaweza kuzaa matunda, au wakatofautiana mle kwenye vikao, bado mazungumzo yasema matunda. Mazungumzo yanaweza kuzaa matunda au yasizae matunda. Naona kwenye vikao wakatofautiana. Mimi ninachokifanya, ninawaombea pia kwenye vikao vyao vya mazungumzo, hivyo ni vikao vya tija, vikao vya suluhu, vikao vya mafanikio, vikao vya amani. Vikao vya amani. Lakini pia Mungu awawezeshe hawa wazalendo, wenyeji wa Kongo, azidi kuwa pamoja nao, watie nguvu, wainue, wapiganie, washindie. Mungu ndiye Mungu wa haki. Mungu mwenyewe atajua, atasimama, ataamua katika kweli, ataamua katika haki. Nani mwenye haki? Nani mwenye haki? Kati ya M23 na kati ya hawa wazalendo. Mungu mwenyewe atafikia hatua, ataamua nani mwenye haki. Inawezekana M23 wana haki fulani, labda wanayoidai, au inawezekana haki kwa wazalendo. Mungu mwenyewe ataamua. Ataamuaje? Yule mwenye kushinda. Yule mwenye kushinda. Wakati mwingine tunasema kwamba inawezekana Mungu ameamua hivyo. Haki imepatikana kupitia huyu ambaye amepokea ushindi. Unaona? Kwa hiyo tunawaombea, niwatakie ushindi mwema, mwenye haki. Niwatakie uwepo wa Mungu katikati yenu.
Mungu awapiganie, Mungu awawezeshe, na hivi vikao vitakavyofanyika kule Angola viwe ni vikao vya mafanikio, viwe ni vikao vya mafanikio na kuleta amani katika taifa. Mungu aibariki Afrika, Mungu aibariki Kongo, Mungu aibariki Tanzania. Lakini siku zote nasema kwamba tusibweteke hata sisi wa Tanzania. Tuendelee kujifunza kutoka kwa wengine, tujifunze kutoka kwenye makosa ya wengine, ili tusije siku moja tukadumbukia katika majaribu kama hayo tunayoyaona. Niwatakie majukumu mema kwa leo. Asante.